Kabla ya kuoa na kuolewa, fanyia kazi mambo haya: umri, uzazi, unaoa wapi ama unaolewa wapi, mbegu inaweza kuwa bora, lakini wewe unayetarajia kuoa unaipanda wapi, kwenye shamba gani, ili ile mbegu bora iweze kustawi katika ubora wake. Lakini unayejiandaa kuingia kwenye ndoa, unapaswa kuwa umeshaelewa changamoto kwa 50% ambazo utaenda kukutana nazo kwenye ndoa. Ukiona unaingia kwenye ndoa alafu hauna dalili ya kujua changamoto gani utakutana nazo, wewe unaingia mahali ambapo haupajui. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia chaneli ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa kuwa unatenga muda wako na wakati wako kufuatilia mafundisho mengi mbalimbali kwenye chaneli yetu pamoja na kwenye mitandao ya kijamii, na ninaamini kabisa unabarikiwa kwa kufuatilia mafundisho haya. Basi siku ya leo nimekuletea somo hili ambalo linasema kabla ya kuoa au kuolewa, fanyia kazi haya ama fanyia kazi mambo haya. Ni muhimu sana. Watu wengi wameingia ama wamejikuta kwenye migogoro ya ndoa, migogoro ambayo ingeweza kuepukika. Ni migogoro ambayo inaweza kuepukika, lakini kwa sababu ya kupuuzia hayo ambayo nimeanza kukuambia, wamejikuta kwenye migogoro mikubwa sana ambayo haiepukiki. Na ndoa yenyewe ndio ndoa ya Kikristo ambayo haina namna, haina mbadala. Kwa unakuta watu wengi wanajutia ndoa. Jamani, ndoa, ninapenda kusema ndoa ni jambo takatifu. Sasa jambo gani takatifu litokalo kwa Mungu linalokuwa na lawama? Ndoa imekuwa ni jambo la ajabu sana. Ndiyo jambo ambalo Mungu amempa mwanadamu na ndilo linalomtesa kweli kweli. Ndilo mwanadamu analaumu sana kuhusu ndoa. Ndipo mwanadamu anaona anajutia kuoa ama kuolewa. Lakini ninakwambia wewe unayejuta, elewa kwamba kati ya mambo ambayo nimeyataja hapo mwanzo, wewe kuna jambo kulishughulikia. Lakini kama ungelishughulikia, ninaamini kabisa chochote ambacho umekutana nacho kwenye ndoa lazima utakuwa unakimudu. Na wewe ambaye unajiandaa kuingia kwenye ndoa kwa maana ya kuoa ama kuolewa, ukiyafanyia kazi hayo ambayo nimekuambia, ukiingia kwenye ndoa, hiyo ndoa utakuwa unaimudu, kwa sababu tayari utakuwa umeshapata picha walau kwa 50% unaenda wapi. Sasa kuna wale wenzangu na mimi, wao ni bora liende, yeyote atakayekuja mbele twende. Sasa hii ni hatari, kwa sababu wewe unaona moyo wako safi, atakayekuja kwako mbele sawa sawa, lakini wengine wanakuja katika taswira ya uovu zaidi. Wengine historia zao ni historia ambazo hazifurahishi na zitakutesa sana, zitakukosti katika maisha yako. Sasa tuanze na umri. Nataka kusema nini kwenye umri? Chunguza umri wa unayemuoa, na wewe unaolewa chunguza umri wa unayeolewa naye. Lakini hili linawafaa zaidi wa hawa ambao wanaenda kuoa. Vijana ambao wanajiandaa kuoa, ni vizuri sana kuchunguza umri wa huyo unayekwenda kumuoa, kwa sababu kusudi la ndoa ni kuongeza jamii. Kusudi la ndoa ni uzazi, hata kama hakuna uzazi, lakini kusudi la ndoa ni uzazi. Sasa umri unakusaidia kujua kwamba mnaweza, katika hali ya kawaida ya kisayansi, mnaweza mkapata watoto wangapi, kitu ambacho mbinguni kinakubalika.
Unataka watoto wako uwaone wakiwa na umri gani? Tunaelewana vizuri hapo? Sasa tufanye mfano mdogo. Wewe unaenda kuoa mwanamke ana miaka 40. Maana yake ni hii: mke wako akifikisha miaka 50, mtoto wako atakuwa na miaka 10. Yaani atakuwa yuko darasa la 3 la 4. Wewe una miaka 50, mtoto yuko darasa la 3 la 4. Unaelewa vizuri hapo? Unafikisha miaka 60, mtoto wako ana miaka 20, ndio anaanza kuona njia ya kujua apite wapi, aende wapi, afanye nini, lakini yuko chini ya usimamizi wako. Miaka 20 bado ni kijana mdogo ambaye anahitaji malezi kabisa kabisa. Huyu si wa kujitegemea. Miaka 25 walau anaweza akaanza kufanya movement ndogo ndogo, ambapo akiwa na miaka 25 wewe utakuwa na miaka 65. Unaona umuhimu wa kuangalia umri unapoenda kuoa? Mna tabia ya kusema umri ni namba. Ni kweli kabisa, umri ni namba, lakini namba hiyo baadaye isije kukufanya ukajuta. Kama utakuwa tayari na hili, karibu kwenye ulimwengu wa ndoa, karibu kwenye taasisi ya ndoa. Lakini kama unaona unahitaji kuwa na watoto ambao watafikia walau umri wa kujitegemea, ukiwaona basi ujue kabisa uzao unaotakiwa uwe nao kwa msichana ambaye unakusudia kumwoa awe na miaka 30, hapo 30 na kuendelea. Wakipishana miaka mitatu, maana yake wewe unafikisha, huyo mama atafikisha miaka 60 wakati watoto wake wameshaanza kumove kwenda mbali. Umri, ndio maana nikasema zingatia umri. Watu wengi wanapuuziaga vitu hivi, alafu akiingia kwenye ndoa ndo anajikuta na watoto wawili, umri umeshaenda, kumbe alikuwa anataka kuwa na watoto 7. Ndugu yangu, ukijiona unataka kuwa na watoto 7, zingatia umri wa mwanamke unayekwenda kumwoa. Hilo ni muhimu sana. Jambo la pili, uzazi. Kuna historia za familia hazina uzazi. Yaani familia unayokwenda kuoa ama kuolewa, historia inasema hakuna uzazi. Uelewe hilo. Hawa watu wana historia, alizaa shangazi yake, si kamzaa nani na nani, ndio alimzaa mtoto mmoja. Haya mambo huwa yana tabia ya kujirudia. Kwa hiyo unapotaka kuoa, hasa nyinyi mnaooa, unajua kuolewa mara nyingi kuna kuaga hakuna mbadala. Yaani kuolewa ni ngumu, yaani kufuatilia ni muhimu, lakini kwa mtu anayeolewa kuna ugumu wake. Inahitaji neema sana ya Mungu kuelewa haya mambo. Lakini anayeoa yeye ndio anachagua. Anayeolewa yeye hana nafasi kubwa sana ya kuchagua, ingawaje anaweza kuchagua, lakini inakuwa ni nafasi finyu. Ila anayeoa ana nafasi pana ya kuchagua, kwa sababu yeye ndio anataka mtu wa aina hiyo ambaye anamhitaji. Kwa hiyo unapoenda kuoa, huko unakwenda kuoa pana historia ya uzazi. Ukichunguza utajua. Ukiona kwamba hawana historia ya uzazi, ujue kabisa hilo jambo linaweza kukuletea shida katika ndoa yako, uzazi ukakosekana. Kwa hiyo hilo likikitokea, uwe una historia ya kwamba hawa hawana uzazi, inawezekana kabisa na mimi katika maisha yangu hili likatokea, kwa sababu kuna vitu ambavyo huwa vina historia ya kujirudia rudia, mpaka ujue chanzo cha kutokuwa na uzazi ni nini, ukashughulike nacho. Kwa hiyo pia ujue kwamba ukianza kushughulikia masuala kama hayo, kama ni masuala ya kiroho, maana yake yatakugharimu. Uwe tayari kuingia hizo gharama. Lakini kwa kuepuka, unaenda kutafuta sehemu ambayo kuna uzazi. Lakini wana uzazi wa aina gani? Uzazi unatofautiana. Kuna watu wana historia ya kuzaa uzao wa aina fulani, na wengine wana historia ya kuzaa uzao wa aina fulani. Uzao wao ni wa aina ile, aina ile, aina ile. Kuwa makini. Huko mbele naenda kueleza kuhusu mbegu, nitakupa na mifano. Lakini mbegu hata ikiwa bora namna gani, kama shamba ambalo linapandwa mbegu hiyo halina ubora, halina rutuba, maana yake kitakachokwenda kuzaliwa pia kitakuwa hakina ubora wala rutuba. Maana yake
kitamea katika hali ambayo sio sawasawa. Umeoa wapi? Hapo ulipooa wana tabia gani? Umeenda kuoa mahali ambapo huyo mwanamke ameachika mara 4. Uelewe kwamba shida hiyo inaweza kutokea kwenye familia yako, na uelewe kwamba unayemuoa ndiyo mke wako, ndiye mwalimu wa watoto wako, ndiye mama wa watoto wako. Sasa anahitaji kuwa na mshauri. Ndio mama yake ambaye ni mama yako, na wewe pia atakuwa mama yako. Sasa mama huyo historia yake ameachika mara 4 mara 5, sijui unategemea atakushauri nini? Sasa hilo pia uwe nalo makini. Sio unaingia kwenye ndoa, mkeo anaenda kuomba ushauri kwa mama yake, unaanza kusema mama yake anamshauri vibaya, wakati ungeliona mwanzoni kabisa ya kwamba mama yake ameachika mara 4 mara 5. Hapo kuna tatizo. Maana yake ukioa ulikubali hilo tatizo kwamba nitalibeba. Sio unangoja uingie kwenye ndoa ndio ulione hilo tatizo uanze kulalamikia. Kuna familia zingine wanashughulika na masuala ya kimila zaidi. Masuala ya kimila, kwao ni waganga, kwao wanatambika, kwao wanaoga dawa, kwao wanavaa hirizi. Hayo ndio maisha yao, kila kitu dawa. Sasa ukichunguza ukagundua, ujue kabisa yatakuja nyumbani kwako. Yakija nyumbani kwako uwe na uwezo wa kuyakontrol. Ukishindwa kuyamudu, maana yake yatakumudu. Kwa hiyo maana yake utaingia kwenye matatizo ya kuoga dawa, kwenye matatizo ya kwenda kutambika, kwenye matatizo ya ushirikina, kwenye matatizo ya kuwa na ndugu ambao asilimia kubwa ni waganga wa kienyeji, vitu ambavyo ungeweza kuviepuka tangu mwanzo kwa sababu ya uchunguzi. Sasa nyewe mnaoana Facebook, sijui TikTok, sijui Instagram, sijui kwenye daladala, mimi sikatai, mahali popote unaweza kupata mchumba na akaja kuwa mke mwema, lakini hakikisha ya kwamba historia ya familia yake unaijua walau kwa 50%. Kuna familia wao huwa wanatoana kafara tu, ndugu yangu. Kwa hiyo unaamua mtu ambaye kwao wanatoa kafara. Hii iliwahi kutokea mahali fulani. Yupo mtu ambaye alioa mwanamke ambaye kwao ilikuwa kila mimba ni kafara. Kwa yule mwanamke alikuwa kila akishika mimba, baada ya miezi 2, 3, 4 ile mimba inatoka. Miaka yote ilikuwa ni hivyo, mpaka yule bwana akachukua hatua ya maamuzi magumu ya kumrudisha kwa yule mwanamke, akaenda kuoa mwanamke mwingine. Sasa uzuri ilikuwa ni ule upande ambao wanaruhusu kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Sasa wewe Mkristo ambaye unakwenda kuoa, ndoa ya Kikristo ni ndoa ambayo hainaga wanawake wawili. Ndio unaoa mwanamke ambaye kwao kila mimba ni kafara, kila mimba ni sadaka, unaanza kulalamika. Lakini ungefuatilia historia, ungeelewa kwamba hawa wana tatizo la kwamba mimba zinachomoka, mimba zinaporomoka. Ungelijua hilo kwao, hilo tatizo lipo. Kwa hiyo ungegundua kwamba hapa kuna shida hii, ninaiepuka. Unatafuta kitu ambacho ni sahihi. Nimekwambia mbegu hata iwe bora namna gani, lazima shamba liwe na rutuba, lazima shamba liwe na uwezo na udongo mzuri ambao ukipanda mbegu itazaa 100, 90, 130, itazaa vingi. Sasa unapooa ujue ni sawa sawa na shamba. Unaenda kupanda mbegu yako unaipanda wapi? Ndio swali nakuja hapa. Umeoa wapi? Kuna tamaduni gani? Je, tamaduni hizo unaweza kuzibadilisha kwa huyo binti unayekwenda kumuoa, ama unaenda kwenye tamaduni ambazo hauwezi kuzibadilisha? Haya ninayoyasema na kuyafundisha ndio mambo ambayo yametawala katika ndoa za leo. Zina migogoro ambayo inaendana na hivi. Familia zingine kila shughuli lazima awepo. Umeoa wapi? Kila shughuli lazima awepo, lazima aende kwenye kila shughuli. Asipoenda amenunua kesi. Sasa na wewe ndio umeoa mtu ambaye hujachunguza, kila Jumapili, kila Jumamosi kwenye ngoma. Ndugu yangu, hiyo sio ndoa, hilo limeshakuwa balaa.
Lakini haya yote utayapata kwa sababu ya nini? Hujachunguza. Ungechunguza wangekuambia bwana, hao kila siku kwenye ngoma, au bwana kila shughuli lazima waende. Kwa hiyo ukimuoa huyo ujue kabisa hilo utakutana nalo. Kwa hiyo zile 50% za unayokwenda kukutana nayo unatakiwa uzijue, kwa sababu zinakuaga ziko waziwazi tu. Halafu zile 50 zingine ndizo ambazo wewe huwezi kuzijua mpaka ndo uingie kwenye ndoa, ndio utazijua. Sasa unaingia kwenye ndoa haujui hata 1%. Yaani 100% zote zinakuwa ni surprise katika maisha yako. Ndugu yangu, usije ukaingia kwenye migogoro ambayo inaepukika, ukaifanya ndoa yako ikawa ndoano, wakati ndoa ni takatifu. Ndoa ni kusudi ambalo Mungu alilianzisha mwenyewe. Iweje kusudi ambalo Mungu amelianzisha liwe baya? Mimi huwa nakataa. Zingatia hili. Lazima ufahamu ndoa yako itakuwa ya aina gani, walau kwa 50%. Lazima ufahamu. Fanya uchunguzi. Fanya uchunguzi. Mnaoa wanawake wengine kwa wanakunywa pombe tangu wadogo. Kwa hiyo umeoa kiwanda cha bia. Utashangaa ni mwanamke mlevi. Mwanamke ana sifa ya ulevi, ndugu yangu. Unaenda kuwa mwanamke mlevi kupindukia. Sasa unaanza kulalamika. Ukija kuuliza, bwana hao kwao ni bia, hao kwao ni pombe. Tangu wakiwa wadogo wananyweshwa pombe. Hebu pata picha, mtoto mama yake anakwenda disco, mama yake anakwenda kwenye kulewa, anamnywesha pombe mtoto ndani ili alale, yeye aende akafanye starehe. Wewe unategemea mtoto huyo akikua atakuwaje? Ndio huyo unataka kumuoa wewe, ambaye hutaki kuchunguza. Utakutana na jambo hili. Huyo maana yake ni konkodi. Yaani wewe umwambii kitu kwenye pombe, tayari ni addicted, hawezi kuacha pombe. Sasa inawezekana wewe unataka kwenda kuoa, anajificha, hauyaoni hayo. Mimi bwana. Ingia kwenye ndoa, unajua kabisa nimeoa kiwanda cha pombe. Sasa haya yote uliepuke, chunguza marafiki zake. Tenga muda, ndugu yangu, wa kuchunguza. Usioe mashavu, usioe shepu, usioe rangi, usioe kabila, usioe vitu vinavyoonekana. Chunguza visivyoonekana. Tafuta taarifa. Vitu vya nje hivi vitakuletea matatizo. Hamjawahi kuona mtu anaoa mwanamke ambaye anaonekana ni mzuri sana kwa nje, halafu anaachika? Mtu anasema huyu mwanamke na uzuri wake wote, kwa nini ameachika? Hamjawahi kukutana na maswali ya namna hiyo? Chanzo chake ni vitu vya namna hii. Kitu cha msingi kabisa, mbegu yako unataka iende wapi? Na hicho ndicho kinachokwenda kuzaliwa. Mtoto anayezaliwa asili yake ni mbegu. Imewekwa wapi? Mbegu ni bora, sawa, imewekwa wapi? Hapa nitakupa mfano wa baba yetu Ibrahim na Sara. Akampa mimba Hajiri, akapata mtoto. Akampa mimba Sara, akapata mtoto. Sara akamzaa nani? Isaka, ndio mtoto wa pili. Hajiri akamzaa nani? Ismail. Sasa Ismail akawa baba wa taifa kubwa. Katoka kwa nani huyo? Ibrahim. Alafu Isaka akawa baba wa mataifa mengi. Katoka kwa nani huyo? Ibrahim. Unacho cha kujifunza hapa? Mbegu imetoka sehemu moja, lakini uzao ni tofauti. Shamba muhimu sana. Ndio maana mtu mmoja huyo anaweza kuwa amezaa na watu 4, alafu ukashangaa ana watoto tofauti. Kaka, unaenda kuoa, issue ni shamba. Kwa hiyo wewe unayetaka watoto bora, chagua shamba bora. Usikurupuke. Usiangalie shepu, usiangalie sura, usiangalie rangi, usiangalie fedha. Chagua shamba lililo bora, ardhi iliyo bora. Hiko ni kitu cha msingi sana. Na utajuaje? Familia hazidanganyi. Familia ziko mtaani kwako. Familia ziko mahali ambapo pamekuzunguka. Utaona tu maisha yao jinsi yalivyo. Ukiona maisha yao, ujue kabisa
shamba hilo ni bora. Kwa hiyo wakati unapotaka kutengeneza sasa familia, unapotaka kuongeza familia, je, huyo mke ambaye unataka abebe ujauzito wako, huyo mke ambaye unataka awe mama wa watoto wako, huyo mke ambaye unataka awe mwalimu wa watoto wako, je, amebeba maono ya Mungu? Hiyo ni swali la muhimu sana. Ili kusudi la Mungu litimie kwenye ndoa yako na watoto wako wafanye vizuri siku zijazo, lazima huyu abebaye mimba hiyo awe na kusudi la Mungu, abebe maono ya Mungu juu ya kile ambacho wewe unataka kikazaliwe. Ndio maana unamuona Ibrahimu na Sara waliobeba maono ya Mungu walifanya nini? Walizaa mtoto ambaye amekuwa baba wa mataifa mengi. Halafu yule ambaye hakubeba maono ya Mungu alibeba maono ya kibinadamu, kwa sababu ushauri ule ulikuwa ni wa kibinadamu, haukuwa ushauri wa Mungu. Ushauri wa baba yetu Ibrahimu kwenda kutembea na yule mfanyakazi wake ama kijakazi wake Hajiri ulikuwa ushauri wa Sara, baada ya kuona kwamba itakuwa haiwezekani hatopata mtoto. Baada ya kukata tamaa, matokeo yake anakuwa baba wa taifa kubwa. Ismaili amekuwa baba wa taifa kubwa, sio baba wa mataifa mengi. Maana yake Hajiri hakubeba maono ya Mungu, isipokuwa Mungu alichokifanya, alimwambia Hajiri alipokuwa anataka kumwacha mtoto kule jangwani afe, anamwambia mchukue mtoto, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee, nami nitamfanya huyo mtoto kuwa baba wa taifa kubwa. Kitu hiki Mungu alikisema kwa upendeleo tu kwamba atamfanya Ismail kuwa baba wa taifa kubwa, lakini haukuwa mpango wa Mungu. Huyo unayemtaka awe mke wako amebeba kusudi la Mungu? Tafakari, fanya maamuzi yaliyo sahihi. Shalom, shalom. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo. Tunakusi endelea kufuatilia mafundisho kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina hilo la Mikono ya Kristo. Lakini pia tunayo channel ya Mikono ya Kristo ya WhatsApp, jina hilo Mikono ya Kristo. Kuna namba za simu, kama unahitaji huduma unaweza kutupigia. Huduma zetu ni bure. Mahali popote ulipo tupigie. Ukiwa nje ya nchi basi utaanza na katika hizo namba ondoa 0, weka alama ya kujumlisha 255, alafu namba zinazoendelea utazisave ili uweze kutupata kwa urahisi katika kutupigia ama kuwasiliana na sisi kwa njia ya WhatsApp. Lakini ukiona mbarikiwa kupitia masomo haya, unaweza ukasema tu nimebarikiwa. Asante Mungu, nimebarikiwa, kuonesha kwamba kile Mungu amekusudia kifike kwako kimekufikia. Yaani ni kama barua tu ikikufikia unasema asante, imenifikia. Kwa hiyo sisi tunafundisha, tunaamini kwamba wapo watu ambao wanabarikiwa. Kwa kama ni miongoni mwa watu waliobarikiwa, unaweza ukaandika kwenye comment amen, nimebarikiwa. Ishara ya kumsifu Mungu, sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya kumsifu na kumtukuza Mungu. Lakini vile vile nikuombe ukipata nafasi kushare mafundisho haya kwa wengine, share. Inawezekana wewe umepata neema ya kusikia, alafu kuna mwingine ana uhitaji wa jambo kama hili halijamfikia. Kumbe unaposhare kwake, basi na yeye anakwenda anabarikiwa, na ile changamoto ilikuwa inamtatiza inaenda inaisha. Mungu akubariki kwa matendo yote makuu ambayo utakuwa umeyatenda kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina la Bwana. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.